No. Sawa. Salamu. Safi. Safi. Naomba uondoke haraka nikaona nikuambie ili ujue jioni tuna safari. Safari wapi? Tumalipo kufuturu. Mdogo la Mboto, mama mkubwa amepiga simu ameniambia mwambie na mumeo mje jioni. Kwa maana nimekwambia ili unapotoka ujue uje kama mida ya saa 11 ili twende. Na si unajua futari zao kuna magimbi, lakini magimbi yenyewe nazi. Sio magimbi matupu, magimbi. Ndizi mzuzu, tambi za zabibu, kuku, samaki, chai ya maziwa. Hamna uji kule. Leo tutaenjoy mnao. Kwa hiyo saa 11 ushafika. Ikiwezekana saa 10, yani wewe uko unapotoka kwenye mizunguko yako saa 10 utoke. Mpaka ukifika hapa 10:30, 11 au tunaondoka zetu. Vipi? Mbona unaondoka sasa? Umenielewa, umenisikia, mbona umenyamaza kimya? Nimekusikia. Hakuna lingine. Sawa, sasa usichelewe sasa jioni. Hivi. Wala sikiliza. Wewe mkiwa nani? Wako. Sasa unavyoniambia tumealikwa iftari Mungu la Mboto kwa mama mkubwa. Na kule hawalagi kinyonge. Ndizi mzuzu, tambi za zabibu, mandazi, kachori, katlesi, sambusa, kuku. Na kule hamna uji. Chai ya maziwa. Kwa hiyo natamani wewe ukifunga hivi wewe unakaa na nini kule kwa mama mkubwa. Sio hivyo, yani kufuru. Vitu vizuri na sunna mlango. Tunakufuru sisi kwamba tunakufuru. Au tunamkosea Allah. Sio kufuru wala kumkosea. Yaani kwa nini unaongea kwa ushindani? Kwamba nina uwezo wa kula kama vile sitaki. Na kutesa. Sina maana hiyo. Ila mimi nimesema tu. Yaani unasemaje kwa ushashambe kama huo? Si unajua kule kuna hiki. Pia kule waende saa 10 unashindwa kujua kazi zangu mimi zitaendaje mpaka muda huu nitakuwa na hali gani? Wewe unaniambia ni wahi saa 10. Hiyo saa 10 ndio mimi nimepata oda. Sasa ndio maana nikakwambia mapema. Nakwambia sasa saa 10 nimepata oda. Nafanyaje? Sasa siku leo tu jamani. Kwa leo tuko lazima tukose cha kufutulia sie kesho kwa sababu tu tumealikwa futari kwa mama yako mkubwa Mungu la Mboto. Sio hivyo jamani. Sasa tumealikwa sasa mwezi mzima, 10 la kwanza limeisha, 10 la pili, 10 la kwanza lote hata tujapata mwaliko wote. Tumepata huu mwaliko nao tukatae. Kwa tulikuwa tunakaa tusubiria mwaliko kwa sababu sisi atufuturu. Hapana. Ndio. Mimi sijaona vibaya. Wewe huwezi kuona vibaya. Kuna siku ushakuwa na jambo lote baya unaolifanya? Sijui, lakini wewe umenipokeaje? Sisi tunakula vibaya, tunafuturu vibaya. Tunafuturu lakini sijasema vibaya. Vibaya. Kwa nini wewe ungalia? Kwa jinsi ulivyozungumza Gongo la Mboto wanavyofutulisha tofauti na sisi. Na unasharadia kabisa unasema kule hakuna uji, ina maana uji unakuboa. Maziwa shilingi ngapi? Kiasi kwamba unashindwa kuchemsha hiyo maziwa Lita 1,200. Yaani mimi nashindwa kununua sasa lita 1,200. Au wewe bajeti zako ndio utaki kununua maziwa? Sasa hela yenyewe unaoniachia nitaigawaje sasa? Hela ndogo. Kwa hiyo unashindwa kusema kweli. Kwa nini nataka tuishi kutokana na watu wengine wanavyoishi? Ila sasa si tumealikwa, afadhali ningesema labda mimi ndo nataka hivyo vitu, nimekusumbua ukatafuta hela. Sawa, umealikwa, lakini kualikwa kwako kunaonekana kabisa umefurahi to the maximum, yani kama mtu ulikuwa kifungoni sasa umeambiwa uko free. Unaongea unaongeza mate, mtu umefunga. Lakini unasema kabisa ndizi tu na nani unaambia tabi za zabibu, katlesi, sabusa, usimfunga.
Yaani kitu gani uweze kukifanya hapo, kupika cutlets, tambi, kuweka zabibu au kitu gani? Hata mwaliko pale ukifika unafungulia, unanao, unakula. Huku tena uanze kuhangaika au mambo hayo kila siku. Kupika utaki. Sio kupika sana. Ule mwaliko tu mmeo, ule twende basi. Niende wapi? Sienda kwenye mwaliko. Mimi nilichofikiria sawa. Wewe mshukuru kubwa, ila mwambia tutaweza kuja kwa sababu sisi hapa tushajipanga tayari. Kwani kuna kufuturu kwa mtu na maana mtu hajipanga. Musa analeta miogo magimbi nichemshie. Changanya na nazi, nichemshie. Miogo na magimbi unachanganyaje? Yaani miogo na magimbi unapikaje? Changanya muhogo na gimbi na nazi. Nisikia kuona ndio mimi nakuelekeza sasa. Changanya magimbi na miogo na nazi. Magimbi yana ladha yake, muhogo una ladha yake. Changanya. Kwa hapo tunaweka sukari, tunaweka chumvi. Wewe mimi nakwambia changanya, weka na nazi. Sio unaelewa? Sana nazi unakulaje? Basi tutapika tofauti. Nisikilize. Wewe tunabishana. Sio tunabishana. Mimi sijaelewa. Basi mimi nichukue mkate. Sawa. Hiyo vifaa vitakuja, Musa ataleta na mkate wangu atauleta, chemshie mimi hapo chai au uji tafuturu. Sawa. Ila kwa mkubwa twende. Sasa twende. Pigie simu, mwambie bwana mkwe ukasema shukrani sana, ila hapa tena tulikuwa tushajipanga. Sasa mimi nishamuitikia afu namwambia yeye shukrani tena. Mwenye nyumba nani? Yaani bora ninge. Mwenye nyumba nani? Mamlaka anayo nani? Sauti ya familia ni nani? Kiongozi nani? Nimesema tuende kwa mkubwa, pigie simu mwambie shukrani, ila hapa tushajipanga. Sasa na mimi nitakuja na Musa tutafutua. Kwa mimi mwenyewe nafutulisha. Sawa? Tumeelewana? Nimekusikia. Umenisikia kana kwamba hujanielewa ama umenielewa na kunisikia? Vyote. Umenielewa na kunisikia au umenisikia ila hujanielewa? Nimekuelewa na nimekusikia. Sawa. Cha msingi hapa sasa hivi toa za kumkaa, chemsha maharage, ili mradi pale pasikosekane maharage. Musa anapenda sana maharage. Tambi nitakuja nazo za kupima. Uje na sukari, hamna sukari. Ndio. Oye, sura ndo umebadilika kiasi hiki. Baada ya kukosa safari ya Gongo la Mboto. Wala hamna. Usiposamini cha kwako, hakuna mtu yoyote anaweza akasamini. Wewe ndio mtu wa kusamini cha kwako. Wewe ndio mtu ambao unatakiwa umpe nguvu mumeo, aende apambane, arudi mko sawa. Wewe ndio unatakiwa uwe shabiki wa kwanza wa mume wako. Lakini wewe kwa jinsi unavyojitia unyong'onyo na vile unavyotaka kuona situation unayopitia ni ngumu, kana kwamba mimi sasa siendi kupambana, unakosea. Chemsha maharage.